kuiongoza kutumia kanuni za Biblia. Unabii wa ufunuo unadhihirika pale ambapo kila mmoja atapima na kuchukua kilicho chema, waweza kupata au kupoteza kulingana na jinsi tunavyochunguza maandiko matakatifu. Maisha ya huduma na Ellen G. White kwa ufupi. Alizaliwa mnamo Novemba 26 mwaka 1827. Ilikuwa ni maeneo fulani shambani Gorham, Maine, kama maili 12 kutoka Portland huko Marekani. Akiwa na dada yake pacha, alikuwa mdogo kuliko wote katika familia yenye watoto 8. Alikuwa mtoto mwenye furaha, alipenda sana mambo ya imani. Maisha yake ilibadilika siku moja wakati akiwa anavuka park alipopigwa jiwe na msichana mwingine. Alikuwa ni mwanafunzi mwenzie, na pua yake ilivunjika, uso wake uliharibika kwa muda. Alizimika wiki 3 na mshtuko ulimfanya asiweze kufanya chochote kwa wakati mrefu. Kusoma kwake kulikoma kuwa afya yake haikuruhusu. Kwa hiyo alikatiza masomo, aliishia darasa la 3 kuelekea darasa la 4. Bwana Yesu asifiwe. Hayo utasoma zaidi kwenye kitabu kinaitwa Shuhuda kwa Kanisa Gongo la Kwanza. Utasoma pia kwenye kitabu cha Kutayarisha Njia, mahali penye njozi ya ijara ya uaminifu, nafikiri sura ya 1 kama sio ya 2. Njozi ya ijara ya uaminifu na kujiweka tayari kumlaki Kristo. Soma hizo sura 2, utakutana naye historia ya Ellen G. White. Watu wao wanauliza napatikana wapi? Ni kwenye vitabu hivi ambavyo tunashinda kuvisoma. Lakini Ellen G. White mnamo mwaka 1840 hadi 1844, Ellen na familia yao walisikiliza mahubiri ya William Miller juu ya ujio wa Yesu ulio karibu. Walikubaliana na mahubiri na hawakuhama kutoka kwenye kanisa lao la Methodist. Alikuwa ni Methodist, sema Methodist. Hata hivyo haikuwa rahisi, na katika mkutano wa kambi mojawapo alijitoa, ndipo roho yake ilipotulia. Tangu wakati huo alianza mahusiano mapya na bwana wake anaitwa James White, kwa sababu yeye alikuwa anaitwa Ellen Golden Hammond. Sema Ellen Golden Hammond. Wao alianza mahusiano mwaka gani? Mwaka 1846 akiwa anafanya mahusiano na mtu anaitwa James